ni mwenyekiti wa wamiliki wa shule na vyuo vya private nchini, na kwenye shughuli hii nilialikwa kama mtu wa mada, na mada yangu ilikuwa inaongelea zaidi changamoto tunazokabiliana nazo sisi ambao tuna vyuo vya VETA ambavyo ni vya binafsi. Kiuhakika kuna mambo manne ambayo ni ya msingi sana. Swala la kwanza na ndio kubwa kuliko mengine yote ni gharama za mtaji wa kuanzisha hizi chuo. Ili uweze kujenga chuo kizuri cha VETA hapa nchini unahitaji angalau uwe na bilioni 1. Lakini ili uweze kurudisha hizo hela bilioni 1 uliokuwa nayo itakuchukua miaka 30. Kama hela hizo umezichukua benki bilioni 1 ukaenda kujenga chuo cha VETA hapa nchini, ina maana utazilipa bilioni 10 ndani ya miaka 30. Kwa hiyo mwanafunzi wa kwanza anayeingia katika shule yetu analipa gharama halisi za kusoma VETA pamoja na zile bilioni 9 zilizoongezeka. Badala ya kulipa $600,000 ili asome VETA, itabidi alipe milioni 1 na $200,000 ili zile $600,000 nyingine ziweze kulipia ile gharama ya mtaji. Kwa kama tungepata benki ambayo inaweza kukopesha kwa gharama ndogo, sisi tungeweza tukatoa elimu kwa nusu ya bei iliyoko sokoni sasa hivi. Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili ni kodi. Kodi zote nchini zinakusanywa ili zikatoe elimu ikirudi elimu ya VETA. Lakini sisi tulio katika kutoa elimu, sasa tunatoa tena kodi. Kwa hiyo gharama ya ile elimu unayotoa ni pamoja na 20% zaidi kwa ili ya kwenda kulipa kodi. Gharama ya tatu na changamoto ya tatu ambayo ni kubwa kwa sasa, angalia juu kabisa kule kwenye vyuo vikuu mwanafunzi anapewa mkopo anaenda chuo anachotaka. Sasa hivi ukija kwenye vyuo vya kati mwanafunzi anapewa mkopo anaenda chuo anachotaka. Kwenye VETA hakuna mkopo, hakuna msaada. Kwa sababu kule serikalini mtu ameshalipiwa 95% na serikali, akienda kwenye chuo cha serikali analipa $120,000 au $60,000. Kwetu akija lazima alipe gharama ya mtaji, alipie mtaji wenyewe, alipe kodi na hana hizo hela. Kumbuka wewe mtu alikuwa anasoma form 4 juzi, akashindwa kulipa $20,000 kwenye shule yake ya form 4. Leo anatakiwa aje kwenye VETA kwetu akasome milioni 1 laki mbili. Hizi hela atatoa kwa wakati ni makini. Changamoto ya 4 ni mitaala haimfundishi mtu kuwa mjasiriamali, kuwa mtu anayejibeba. Inaendelea kung'ang'ania mtu afundishwe akawe mwajiriwa. Nchi hii hatutaweza kuajiri watu wote hawa kwa kutegemea mfumo mmoja wa serikali. Kwa lazima mitaala yetu yote ianze kwanza kumtambua mtu katika ujasiriamali wake, alafu ndio imfundishe hicho anachokitaka. Kwa dhana ya ujasiriamali inatakiwa ndio dhana mama, na dhana ya ufundi huyo iwe ni dhana shinikishi. Nne ya mwongozo wa mama, mambo matatu kwa ndio makubwa. La kwanza, ameendelea kudumisha utulivu. Nchi kama haina utulivu hamna anaweza kufanya. La pili, ameendeleza mikakati na mipango iliyokuwepo. Na la tatu, ameleta nuru na nusura mpya kwamba tunaweza tukapanga mipango mingine tukaendelea miaka mingine mitano ijayo.